Kati ya zile sheria zote zilizopitishwa na ambazo zilipitia katika bunge ya kitaifa, kati ya nyingi ya hizo sheria ambazo zilikuja zote zinakandamiza mwananchi. Ya kwanza ni ya kuweza kubinafsisha mali ambayo ilikuwa ya serikali. Hapa Mwea tuko na Mwea Rice Mill. Ni mojawapo ya zile vitu ambazo sasa zinafaa kuuziwa watu binafsi. Ya pili ni sheria imeletwa kuhusu mashamba, kwamba mashamba ambao Mau walipigania na tukapata uhuru wa kuwa na mashamba, sasa yote imbadilishwe iwe ni kwamba itakuwa inakondishwa. Hivyo ni kusema kama wewe sasa uko na shamba ambayo uko na hati miliki ambayo ni uko nayo, shamba ni lako milele, sasa itapunguzwa mpaka miaka 99. Hiyo ni kusema utakuwa unalipa pesa kama umekodisha shamba kwa serikali. Hiyo ni sheria nyingine mbovu. Hiyo nyingine ni sheria ambayo inatumika kwa wale majenzi ambao wanaandika kwa mitandao ambayo inahujumu haki ya kujiongea venye unafikiria utajiongea. Naona kwamba ni njama. Juzi tu tulikuwa nao wanajenzi wengi ambao walikuwa wamepelekwa makotini wakistakiwa na kosa la wengine walikuwa naambiwa ni uhaini, wengine walikuwa naambiwa kwamba ni walikuwa ni watu ambao ni mamluki. Ndio tunasema sheria kama hizo asifai muda kama huu. Ndio ningeomba wananchi ya kwamba tukae macho, kwa sababu bunge kama imeamua kuwa itakuwa inapitisha sheria bila kwenda kuongea na watu. Sijui nani alikaa chini na mwananchi kama hapa Kirinyaga sahi akasema kwamba mashamba yao wote wanataka igeuzwe iwe ni kukondishwa, itakuwa na liso udama inakodishwa miaka 99. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna watu walikaa chini kama ni wakulima mpunga na mchele wakasema kwamba Mwea Rice Mill inafaa kuuzwa. Kwa hivyo ndio nasema inafaa kwamba watusikize, na serikali pia na wambunge waweze kusikiza wananchi.